بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1439, kama tulivyoahidi kwa biidhnillah ta'ala kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya ibada ambao ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ibada ya saum. Kuanzia leo katika darasa ya fiqh tutakuwa tukisoma baadhi ya ahkam zinazofungamana na saum, na leo nitanukuu maneno Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kitabu al-liqaat ar-ramadaniyah. Ikiwa jambo la kwanza ambalo tutaanza kuligusia leo kama kukaribisha mada hii muhimu, tutaanza na kuzungumzia hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha ibada ya saum. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فنبدأ أولا بذكر حكمة الصوم. فانزا mwanzo kabisa kutaja hikma ya ibada ya saum. فما هي الحكمة من أن الله عز وجل فرض على عباده الصوم؟ ni ipi hikma iliyopelekea Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha waja wake saum, bal ja'alahu ahada arkan al-islam, bali akaijalia saum kuwa ni mojawapo katika nguzo haswa za Uislamu, التي لا يقوم الإسلام إلا بها. Uislamu usimami isipokuwa kwa nguzo hii ya saum. Mojawapo katika zile nguzo ambazo Uislamu usimama juu yake ni saum. Hikma yake nini? Maa anna fihi ta'aban 'ala al-jismi wa 'ala an-nafs. Pamoja na kwa ukitizama ibada ya saum utakuta kuna tabu, kiwiliwili yapata na nafsi ya mwanadamu yapata tabu. يتجنب الإنسان فيه مشتهياته من الأكل والشرب والنكاح. tamkuta mwanadamu ajiepusha na kujikataza kutokamana na vitu anavyovipenda: kula, kunywa, kumkaribia mkewe. Akapata udhaifu katika nafsi yake, udhaifu katika kiwiliwili chake, haswa ikiwa katika masiku ambayo ni marefu tena yenye joto, kama hivi katika sasa hivi tunavyokaa sisi, hiki kipindi ambacho sasa chapita cha joto, ule uzito wazidi. قال فنقول جوابا على هذا السؤال. katika kujibu swali hili tusema يجب أن نعلم قبل كل شيء أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وقد تكرر في القرآن كثيرا. نواجب mwanzo tujue Waislamu kuwa ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim,
na hili jina limekariri mara nyingi sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Walhakim huwa dhul hikma, na hakim ni yule aliye na hikma. Alladhi yadh'u al-ashya fi mawadhi'iha, yule ambaye kila jambo aliweka pahala pake panapostahili. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أليس الله بأحكم الحاكمين. وبناء على هذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، وكجنجيا هي اعتقادي ambayo ni wajib kwa kila muislamu kuitakidi, وهي أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة في شرعه وقدره. itikadi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma katika kila jambo analoliamrisha na kila jambo analokadiria. binaan ala dhalika yarda almuslimu wa yusallimu bi shar'i Allah azza wa jalla. Muislamu huridhia na kujisalimisha chini ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama yarda wa yusallimu biqada'i Allah wa qadari, kama vile aridhia na kujisalimisha kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله, hakuna msiba wote unaokupata isipokuwa kwa idhni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, na mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala akaamini qadar kwa hili lilonipata latoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma, Allah atamuongoza moyo wake. قال علقمة رحمه الله أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ni yule bwana anayepatwa na msiba akajua kuwa msiba huu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaridhia na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye anayekusudiwa hapa. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عائشة aliulizwa رضي الله عنها, mbona mwanamke akipatwa na ada ya mwezi huambiwa alipe som, haambiwi alipe swala? قالت, akajibu, kana yusibuna dhalika فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. hilo jambo lilikuwa likitupata sisi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa tukiamrishwa kulipa som, hatukuamrishwa kulipa sala, na hiyo yatosheleza. hiyo ni hikma ya kutosha, kwa sababu ndani ya moyo wake imestakir kuwa haiwezekani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hili jambo isipokuwa kuna hikma, lakini aijua anayejua na asiyejua hajui. na kuna mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka wazi hikma yake, hakuweka wazi, lakini ni lazima ndani yake kuna nini? Kuna hikma. ikiwa umeifahamu hiyo hikma falhamdulillah, na ikiwa hukuifahamu hiyo hikma, jua tu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha lile jambo isipokuwa ndani yake kuna nini? Kuna hikma. Fikiri liko wazi. na hapa ndiyo yabatilika itikadi ya baadhi ya watu kuwa afanyi jambo mpaka ajue hikma yake nini, na hawa wamekuwa wengi katika hii asri tunaoishi, kwa inapomjilia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyothubutu kutoka kwake, jambo la kwanza auliza si kwa ajili ya ilmu, auliza ili ndio afanye, la sivyo hafanyi. hikma yake hili jambo nini? yule anayemueleza akimwambia mimi sijui hikma yake nini, amwambia basi sifanye. la, aweza kuwa anayekwambia hajui hikma,
lakini wewe kama Muislamu ni wajibu wako uitakidi kuwa hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hawakutuamrisha isipokuwa ndani yake kuna hikma kubwa, lakini pengine anayenieleza hajui, yarhamkallah, wala mimi ambaye namsikiliza sijui. Ikiwa nitajua fabiha, lakini uwajibu wangu sasa ni kufanya nini? Ni kufuata. Wajibu wangu mimi ni kufuata. فوظيفة المسلم الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بشرع الله وحكمه. هو دي وظيفة مسلم. مسلم وظيفة wake ni kuamini qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله فنقول إن الله لم يشرع الصيام إلا لحكم عظيمة. الله سبحانه وتعالى hakuamrisha som isipokuwa ndani yake kuna hikma kubwa mno. Ahammuha wa ajalluha wa a'dhamuha, hikma ambayo ni muhimu zaidi, kubwa zaidi katika kuamrishwa ibada ya som, at-taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, تقوى الله عز وجل. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين ملوامين مفرضشي ونيني صوم كما لمفرضشي ووالي وكبل ينو إلي مبتكم شاء الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة من أجل تقوى الله عز وجل. إني حكمة وأجل يكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصائم mpaka kufikia mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia alifunga, idha sabahu ahadun au shatamahu falyaqul inni saim. Anapomtusi mtu yoyote, tusi akamtupia maneno, amwambie mimi nimefunga. Ai la yasubbuhu wa yaruddu alayhi bilmithl, asimtusi na yeye akamrudishia mfano wa yale matusi aliyompa. Liyaqul inni imru'un sa'im, amwambie tu mimi ni mtu nimefunga, sitaki balaa. Wasaimu la yasubbu wala yashtumu wala yaskhabu bal 'indahu at-tuma'ninatu wal waqaru was sakinah. Na aliyefunga hatusi watu, toi maneno machafu, hapigi kelele, bali ametulia kabisa, ana utulivu. Na kadhalika hujiepusha na mambo ya haramu na maneno machafu. Limadha? Lianna sawma junna, kwa sababu saum ni kinga. Yattaqi bihi al-insanu maharim Allah, kwa kupitia saumu mja ajihifadhi na kujilinda kutokana na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayattaqi bihi an-nar yawm al-qiyamah, kujihifadhi na kujizuilia kutokana na moto wa jahannam siku ya kiyama. Hadhihi a'zamu hikam as-sawm, hii ndio hikma kubwa kabisa ya ibada ya saum. ومن حكم الصيام تعويد الإنسان على تحمل المشقات والتعب. katika hikma ya saum pia kumzoesha muislamu kuweza kusubiria na kustahamili mambo mazito na tabu. Kuna watu hawawezi tabu kidogo tu, jua likiwa kali basi hakutakitika pale nyumbani, jambo dogo tu ashafura, ashaanza kuleta balaa, ashaanza kutukana watu. Na wengi utawakuta katika mwezi wa Ramadhani amefunga, ana hasira ajabu. Kwa nini? Kwa sababu ana njaa. Kisha yosema unajua mimi nina njaa na hasira, tafuturu na wewe. Watu wafuturu na jua liko juu, sema tafuturu, tafungua na wewe, adhuhuri hiyo atakufungua. Yani maneno ambayo hayalingani na mtu ambaye yuko katika ibada ya saum. لأن الترف والنعيم وتيسر الأكل والشرب لن يدوم. والله jua kitu kimoja,
ile starehe na neema na nini ni kitu ambacho hakidumu. Kuna wakati ni lazima utaonjwa, utapata mtihani fulani, unsafiri ukwenda nchi fulani, umeibiwa kila kitu, umbaki pale ndaa, una chochote, una njia yoyote ya kupata. Sasa vipi utaweza kusubiri kwa mfano katika hali nzito kama ile kupata, isipokuwa umejizoesha nafsi yako. فيعود الإنسان نفسه على تحمل المشاق. mtu ajizoeshe nafsi yake kubeba mazito. Usiwe siku zote wewe uko laini. Kuna wakati angalau pia ukiwa utapata ule uzito uweze kusubiri. Kuna watu ni laini mpaka wachekwa, laini sana. Hata akiona kuku webebwa, mwanamume kuku huyo, ndio nini, si vituko hivi. Ama mbuzi wake udhiya pia muogopa, mbuzi mnyama yule, hatari yule, huko mnunue huko, anuliwa, tie huko kwenye, utaniletea kwa tuktuka, aogopa atakumbeba, sio? Na siku ya kuchinja pia hivyo hivyo, atafute mtu tena kwa mbali, akishachinjwa lakini nyama hiyo ajua kula. Nyama ikichomwa, mashaallah, kuna kama yeye. Sasa haya mambo Muislamu atakikana awe namna hiyo. Mtu atakikana awe ngangari kiasi fulani. Si ukitembea hapa kidogo tu, siwezi bwana, kiuno cha niuma, jua kali. Sasa ndio huyo akienda haji kule, ataeleza visa, aweza kuandika novel haswa akirudi kwao. My journey to Hajj, tena Kiingereza. Akajaza pale zile taabu zote alizozipata, kwa sababu hajajizoesha. Lakini akiwa Muislamu amezoea, ukija hivi yumo, ukija hivi yumo, wewe mtakaje? Watu wakianza kwenda mbio habari huyo yofumka mbio hata habari yana. Lakini ukianza kutifuka mbio, atafuta gari liwapi niingie chini ya gari, aona ndio ansalimika bwana. Kwa Muislamu atakikana awe atazoea, na hii ni njia sahali sana wewe kuzoea ile hali nzito, kuzoea ile hali nzito. ومن حكم الصوم كسر حدة النفس, kukata ule ukali wa nafsi. لأن النفس إذا كمل لها نعيمها من أكل وشرب ونكاح, kwa sababu nafsi ikikamilika neema zake, kula, kunywa, ana mke wake, aweza kumkaribia, hamalaha dhalika ila al-ashari wal-batari wa nisyan al-ghayr. Ili jambo lampelekea yeye kuwa na kibri, kujiona, akawasahau wenzake. So kila kitu alichonacho nacho. Wa asbaha al-insanu kal-bahima laysa lahu hammun illa batnahu wa farjahu. Awa mtu kama mnyama, hakuna kinachomsumbua kichwa isipokuwa kula kwake na tupu yake basi. Kuna baadhi ya watu waishi namna hii. Akiamka asubuhi afikiria mwanzo breakfast ishapangwa kuanzia usiku, kesho nitakula hiki na hiki, na unajua tamka salama msalamu alhamdulillah ashauri. Kisha iwakaa pale sasa, anza kupanga sasa lunch utapika hiki na hiki na hiki. Yani yeye fikra yake yote iko kwenye nini? Kula tu. Yani kula na kitendo cha ndoa kama mnyama. Kwa hivyo nafsi yake akizuia na kuizoesha mambo mazito, tahammulul juu' wa tahammuludh dhama, kuweza kustahimili njaa na kiu, wa tahammul ijtinab an-nikah, kuweza kujizuia kutokamana kitendo cha ndoa, akatahammal, sara fi hadha tarbiyatun 'azimatun laha. Hii ni tarbia na malezi makubwa aipa nafsi yake. من حكم الصوم أن الإنسان يذكر به نعمة الله عز وجل بتيسير الأكل والشرب والنكاح، لأن الإنسان لا يعرف الشيء إلا بضده، كما قيل وبضدها
tatabayanu al-ashya'. Kwa hii saum mwanadamu hukumbuka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah amemfanyia wepesi kula, kunywa, ana mkewe, tendo cha ndoa, kwa sababu siku zote mwanadamu hafahamu jambo vizuri mpaka apate kinyume chake. Apate kinyume chake mambo yatambainikia. فالإنسان لا يدري قدر النعمة إلا إذا فقدها. siku zote mwanadamu hajui kadri ya neema mpaka akikosa ile neema. kisha akapiga mfano, وانظر الآن مثلا قريبا لو أن النفس حبس، أي صار الإنسان عفوا لو أن النفس حبس، لو كما mtu angezibwa pumzi. Nafas kule kuvuta pumzi kwake kukawa ni kwenye kuzuiliwa. صار الإنسان لا يستطيع أن يتنفس، ikawa mtu hawezi kuvuta pumzi, kupumua hawezi. la wajada almashaqqata alazima, atapata taabu sana. maa annana natanaffas wa nahnu natakallam, pamoja na kuwa sasa hivi hapa kila mmoja wetu avuta pumzi huku yazungumza, hata habari yangu, avuta pumzi huku yatembea, avuta pumzi huku amelala. Alhamdulillah, neema. Kuna watu sasa hivi tunavyozungumza wako hospitalini, kuvuta kwao pumzi ni tabu, mpaka mashini zimsaidie kuvuta pumzi. Sasa yule ndio yuwafahamu neema ulionayo wewe sasa hivi ya kuwa waweza kutembea, kuzungumza, kulala, kuamka huku wavuta pumzi, habari hauna. Lakini siku ile ambayo mtu atapatwa na dhiki katika kuvuta ile pumzi, na sallallahu lana wa lakum al-afia, la yaltadhu binawmin wala biaklin wala bishurbin wala bimukhatabati an-nas, hapati ladha ya kulala, kula, kunywa, kuzungumza na watu. Pale ndio atajua hii ni neema Allah amempa, atakumbuka hii neema siku zote wa namna hiyo. Kwa hivyo ukifunga ukajizuia kutokana na kula na kunywa, utajua neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala ya kula na kunywa. ومن حكمة الله عز وجل في إيجاب الصوم، katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwajibisha saum, أن يذكر الإنسان إخوة له مصابين بالجوع والعطش وفقد النكاح. akumbuke Muislamu ndugu zake ambao wamepatwa na njaa na kiu na kukosa tendo la ndoa kwa kuwa hawana uwezo wa kuoa, hawana uwezo. فيرحمهم ويحنو عليهم ويعطيهم مما أعطاه الله عز وجل. taona ndio akawaonea huruma na rahma, akawapa katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. sababu hiyo mtume sallallahu alayhi ikifika Ramadhani alikuwa mkarimu, siku zote ni mkarimu, mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Na hili ni jambo ambalo mulahadh, kiingia Ramadhani hata wale watu ambao mabakhili kweli kweli siku zote, ile roho yake walaini kidogo, akaanza kutoa, akawa yuwatoa kwa sababu ahisi kwa kile ninachohisi kuna wenzangu ambao wahisi kama ninavyohisi. Kwa hivyo atawakumbuka ndugu zake ili aweze kuwagawia katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Na hapa ni kama wakumbushwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni dhikra, kutoa sadaqa na kujitolea na kuwafanyia wema ndugu zako waislamu. والحكم كثيرة في الصوم، حكمة ziko nyingi sana katika صوم. لكن كثير من الناس اليوم نجد أن يوم صومهم ويوم فطرهم سواء. wengi katika watu leo wasema utawapata siku yake ya kula na siku yake ya kufunga hakuna tofauti, bimaana habadiliki.
la tajidu 'inda al-insan sakinata as-sawm, hupati kwa yule mwanadamu utulivu wa saum. Wala tajannub as-sab wash-shatm wal-kadhib wal-khiyana, wala hawajiepushi na yale yaliyokatazwa katika matusi, uongo, khiana, abadan. Ama mambo yote tutamwona iko nayo habari yani. Yaumu fitrihi wa yaumu sawmihi sawa'un 'indahu, siku yake ambayo hakufunga na siku aliyofunga kwake yeye vile ni sawa, hakuna tofauti. Wa hadha naqsun 'adhim fi as-sawm, na huu ni upungufu mkubwa sana katika saumu ya mtu kama huyu. Na mara nyingine sababu kiangalia vizuri utakuta kuwa kuna baadhi ya watu hata akifunga hasikii ile ndaa. Kwa nini? Kwa sababu usiku mzima atafuna huyo, usiku mzima yeye wala tuwe, yani bimaana ikiwa mchana una futur na ghada pengine na asha, yani siku yake yala mara ngapi? 3. Asa akifuturu yuala, sasa ile ni kama breakfast kwake, sawa. Huku katazwa, lakini ndio tuelezana tu kwa kuna mambo ambayo yachangia katika haya. Kisha ikifika kama saa 6 za usiku, saa 5, 6 za usiku, mara nyingi Ramadhani watu wachelewa, pale kuna lunch imegeuzwa usiku, yuala tena, yuala kikweli, yani vile vilivyobakia katika iftari sasa ndio kupata nafasi nzuri. Maana pale labda vingine amepiga kwa haraka na maji mingi ya kuweza kula vizuri, kwa hivyo yuala mara ya pili. Kisha kuna daku apikiwe pilau mzuri kabisa, ndio asha hiyo, yuala kabisa ile vizuri kabisa, na hii ni sunna, lakini mashaallah yuala vizuri kabisa. Yuwashiba mara ngapi? 3 kwenye usiku mmoja. Sasa huo mtano utamsumbua, alhamdulillah, zile nguvu zote kidogo tu ataathirika. Sasa waliona jitu lile tu, si umfunga wewe, yule tu habadiliki, kwa sababu hakuna athari yoyote yoipata. Bali kuna wengine usishangae sasa hivi zikazuka tembe, ukile hiyo tembe kama unkula mtana mzima. Kwa daku ile hasumbuki sana, kishapiga ule mtele wake kashiba, apiga na ile tembe izidi kumsukuma. Hizi tembe za nutrition hizi wala vizuri kabisa, yani ule mchana wake amejiandaa, ni kama sema sinsoma hatuone kama nitasikia njaa, yani ni kama amejiandaa namna hiyo. Kwa hivyo mchana wake wao wapita, hasikii kitu, kwa vizuri kabisa. Wao tupunguze bwana, si ukikaa wewe wafikiria tu. Unajua kuna watu wakifunga, yani sahihi wala tu kawaida. Kuna wengine alhamdulillah afunga mtu Jumatatu pengine Alhamisi ama yamul bidh, na yafuturu tu kawaida, yani hakuna mzozo yeye na mkewe katika swala la kufuturu yeye katika saumu za sunna, basi hivyo fanya katika faradhi. Lakini ikifika Ramadhani, kuanzia siku ile ya kabla ile, sasa mke wangu sikiliza, siku ya kwanza, na haswa akiwa mtu amefunga pale, ndio yuanza kusikia ndaa pale, nataka hiki, nataka kile. Ikianjwa ile meza ikiwekwa namna hii, kule kuona tu ushashiba. Lakini hivyo vote vatakikana vimizo, kwa sababu mkewe ampika, anchoka, mume wangu tabu yangu yote atauondi hiki, basi hiki niwekee baada ya tarawih, hiki niwekee baada ya nini, hii nitakula daku, na atahakikisha ikifika alfajiri mfano nini, amefagia kila kitu kamaliza. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Mimi naona hili pia lachangia. Kuna jamaa humu hawabadiliki, yuko vile siku yake ya saum na siku yake ya kula hakuna tofauti, bali huenda ile siku yake ya saum usiku alikula zaidi kuliko kawaida yake anavyokula. Na ndio ukaona watu wengine Ramadhani badala ya kukata mwili ndio wazidi kunona. Kuna watu ile Ramadhani ndio hunona yeye. Usishangae ukimwona amenona, siri ni hii ninakupa. Umesikia vizuri kabisa. Wallahu musta'an. Nasal Allah yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma
وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.